Usicheze na mambo ya Mungu. Ganda kabisa. Mungu atakupigania tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta mtoto huyu mikononi Jehova. Tazama Mungu ishie milele na kutawala. Najua ulimleta chini kwa na mkabidhi mikononi mwako kaweze kumtawala. Mapepo na mashetani kusimama na weka moto choma. Leta majini. Akamwambia Gideoni ya kwamba nitajaribu hao watu kwa njia hii. Yule atakaye yaramba maji. Amen. Yule atakaye yaramba maji na yule atakaye apitisha maji kwa mikono na kunywa.
Mwangalie mwenzako ametoka jasho. Kama hajatoka jasho, muulize alikuwa wapi. Amen. Funge macho tuombe neno. Baba, katika jina la Yesu, naweza mambo yote na unatosha Mungu. Nimesimama mahali hapa ili kulileta neno lako. Tumie Yesu jinsi upendavyo. Mapepo na mashetani kusimama kunichanganya nisiweze kuenenda katika upendavyo, vunja na kubomoa katika jina la Yesu. Chilia ulinzi, nguvu na utetezi ili ukainuliwe na ukatukuzwe. Natosha Mungu, maana hakuna aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Fungua nami kitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 36 hadi 40. Nimesema naenda kuongea kuhusu Mungu anayeokoa. Naweza ukaokoa hapa, mtu wa Mungu. Umepitia kwa changamoto nyingi, umepitia kwa mambo mengi, umefikia wakati umevunjika moyo. Wacha nikwambie, Mungu anaweza. Simama na Mungu na Mungu atakukomboa, na kwa wakati wake Mungu hatakubali kushindwa. Amen. Inafika wakati majaribu, matatizo yamekuwa magumu, tunamwacha Mungu. Nakupa moyo siku ya leo ya kwamba tunaye Mungu anayeweza. Tunaye Mungu anayeokoa kwa hali zote zile zimekushinda. Waamuzi mlango wa 6 na mstari wa 36. Maandiko inasema hivi: Gideoni akamwambia Mungu, ikiwa wewe utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema, tazama nitaiweka ngozi ya kondoo katika kiwanja cha kupuria, na kama ukiwapo umande juu ya ngozi tu, na nchi yote ikiwa kavu, basi hapo ndipo nitakapojua ya kuwa utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema. Ikawa hivyo, kwa maana aliondoka asubuhi na mapema, akaikamua ile ngozi, ikatoa ule umande katika ile ngozi bakuli zima la maji. Mstari wa 39. Gideoni akamwambia Mungu, hasira yako isiwake juu yangu, nami nitasema mara hii tu, na kuomba nijaribu kwa ngozi hii mara hii tu. Sasa ngozi hii tu na iwe kavu, na uwe umande juu ya nchi yote. Mungu akafanya hivyo usiku ule, maana ile ngozi tu ilikuwa kavu, napo palikuwa na umande juu ya nchi yote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Gideoni. Maandiko imesema ya kwamba, ndiposa nimetangulia kusema Mungu anayeokoa. Gideoni akawa yuko katika matatizo makubwa. Unaweza ukawa mtu wa Mungu, uko hapa leo, umeokoka, labda jamii yako haijaokoka. Umeokoka, labda watu wa kwenu hawajaokoka. Lakini inafaa wewe uliokoka ukasimame ili yule Mungu akajulikane kwao. Amen. Ni mambo mengi aliyopitia Gideoni, kiwango cha kwamba akaambiwa akavunje miungu ya baba yake, na akafanya hivyo. Ikafikia wakati sasa anataka kumjaribu Mungu, maana maandiko yanasema ya kwamba yeye ataokoka, yeye ataokoa ile jamii. Amen. Na tena Mungu akamtokea akamwambia Gideoni ya kwamba we ni shujaa. Sasa Gideoni akataka kujua kama Mungu ako pamoja nawe. Amen. Taka kujua, mtu wa Mungu, kusema umeokoka si tatizo. Taka kujua katika wokovu ninaosema ni wokovu, je, ni Mungu ambaye yuko ndani yangu ama ni roho gani iliyo ndani yangu? Bwana Yesu asifiwe. Gideoni akataka kujua yale maneno ya Mungu anayosema yeye ni shujaa na yeye ndiye atakomboa ile nyumba yao. Sasa huu ushujaa wake, na yeye Gideoni akamwambia Mungu, na mimi ninakaa katika watu walio ni maskini, watu ambao hawakujui Mungu. Ushujaa wangu na ya kwamba nitaweza kuwakomboa, utaingiliana
nena kitu kwa Mungu. Hata kama maombi utaombewa, hata kama ubatizo utabatizwa, nena jambo na Mungu. Amen. Gideoni akachukua ngozi ya kondoo, maandiko yametuambia hivyo, akaiweka nje. Amen. Naona huo haukuwa wakati wa kunyesha kama hivi, maana aliomba kwa Mungu akasema, hii ngozi naiweka mahali hapa. Akaiweka katika kile kiwanja cha kupuria ambao hakukuwa na kitu chengine, labda kama watu wangekuja kucheza mpira pale, lakini hakukuwa na takataka za aina yoyote. Akaweka mahali pale na akanena neno kwa Mungu, akamwambia Mungu ya kwamba naiweka hii ngozi katika hiki kiwanja. Amen. Hakuna nyasi, naona ilikuwa tu kama hivi, na akaomba Mungu akamwambia, ikiwa wewe Mungu uko pamoja nami, na wewe Mungu unasikia maombi yangu, basi na iwe umande. Amen. Juu ya nchi yote ya mahali hapa, hii ngozi hii ikaloe maji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi mengine lazima mujaribu Mungu, ndiposa ukajue huyo Mungu ako na wewe ama amekuacha. Amen. Tumeachwa na Mungu tukijua ya kwamba tuko pamoja na Mungu, lakini Mungu ametuacha kitambo kwa ajili ya mienendo yetu, kwa ajili ya matendo yetu. Roho wa Mungu akaondoka ndani. Lakini kama umeokoka na unamjua Mungu aliyekuumba na aliyekuokoa, taka kujua yale unayoyafanya, je, yanampendeza Mungu ama la? Amen. Si lazima nisifiwe na mchungaji wako kwamba Mungu fulani ameokoka, fulani ameokoka, fulani ana Mungu. Wewe mwenyewe wasemaje mbele za Mungu? Gideoni alimjaribu Mungu wake. Taka kumjaribu Mungu kwa maisha yako, taka kumjaribu Mungu kwa huduma yako, taka kumwambia Mungu kwa hiyo maisha yako. Usiseme nimeokoka, nina miaka mingi. Miaka mingi si tatizo, pepo atakuuma tu. Amen. Si kila mmoja hapa, maana uko hapa unasema uliokoka miaka 20 iliyopita, nimeokoka miaka 5, nimeokoka miaka 2. Hata Yuda ameokoka jana. Lakini tafuta kujua urefu wa wokovu wako, si tatizo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideoni akamwambia Mungu, na iwe umande katika hiki kiwanja kisichokuwa na kitu, kisichokuwa na kitu. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu unayesema ya kwamba ni shujaa na nitaokoa hawa wana wa Israeli, kuwe umande, hii ngozi niipate imejaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umemjaribu Mungu kwa hilo ama umeombaje mbele za Mungu? Maandiko yamesema ya kwamba acha mahali hapo akaenda. Alivyokuja asubuhi, naona kama aliweka usiku. Alivyokuja asubuhi akapata ile ngozi imeloa maji. Amen. Akakamua yale maji mpaka akajaa bakuli. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe labda umeomba umevunjika moyo, unasema tangu nimesimama na Mungu, tangu nimesema Yesu ni Bwana, lakini huyo Bwana simuoni, maana sioni akinitendea. Mungu yuko, subiri na uendelee kung'ang'ana katika hii safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunapoendelea, kadri tunapong'ang'ana, tunaonekana kwamba huyu Mungu amesahau. Kule kwa Mungu hakuna dasabini ya maombi. Wakati wake na siku yake Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uombe. Kama wewe ni mtu ambaye umeokoka, lazima uwe mwenye kuomba. Lazima uwe mtu wa kumtafuta Mungu. Lazima uwe mtu ambaye una neno ndani yako. Alipotoa hiyo bakuli la maji, akajua ya kwamba huyu Mungu ni mkuu. Amen. Siku zote Mungu hajaribiwi. Amen. Labda unasema wewe hilo tatizo nililo nalo ni kubwa kiwango cha kwamba hakuna mwingine anaweza akaniokoa. Wacha simama na Mungu. Yule
lakini akasema neno moja ya kwamba huo mlango wa 39, usiwe na hasira juu yangu, nataka nijaribu kwa hii njia nyingine. Amen. Lazima wokovu wako mwelekee Mungu, lazima imani yako isimame katika Mungu, lazima ukumbuke alikokutoa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wameokoka lakini hawana hofu ya Mungu. Amen. Maana ukiwa na hofu ya Mungu utaogopa dhambi. Lakini kama una hofu ya Mungu, kanisani umo, yale yote unayoyafanya utayaendelea kuyafanya na hakuna hukumu ya Mungu, maana Mungu hayumo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mtu wa Mungu ukamwamini Mungu, na ukanapomwamini Mungu, unapoomba, unapomtumania Mungu, Mungu atafanya zaidi ya hayo. Amen. Pale mlaleo juzi, mimi sikuwa na habari kwamba naenda. Nikaja hapa kanisani, alafu nikaambiwa niende. Kufika hapo, Mangi alishangaa, maana alinipeleka mpaka huko. Amen. Tukaenda kuwapata, ni kama wamesifu tayari, sasa wanaomba. Sasa kuna mama hata amewekwa hapo madhabahuni, basi anageuka huko na huko. Huyo siwezi kumfungua, nilimfunga na 1,500, leteni hapa alafu nimfungue. Sio mchungaji wa huko alikuwa yuko hapa. Amen. Tembea na Mungu wako vizuri. Amen. Kayangalia kama dakika 5, akasema unupuzi. Yule ndugu sasa, kuna mzee mwingine hapo, anaingia kwa hao wazee wenzake, anatafuta 1,000 na 100 ngapi aje apewe huyu shetani afungue. Amen. Kuna uzima hapo. Nisema ukokeni. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoenda kumwekea mkono, namwambia toka kwa jina la Yesu, maana damu ya Yesu ilimwagika na inatosha kumfungua. Mwanamume wa watu amefungwa hapo, amefungiwa kazi na hata amefungiwa maisha yake, nyota yake ya kazi imechukuliwa, sasa amefungwa kama vile maiti. Ndio nikwambia niliona sarakasi. Yaani leso vile amefungwa kama maiti. Sasa leso pasuliwe, afungwe, pasuliwe, afungwe, pasuliwe, afungwe, alafu ndio ije ile kufunguliwa sasa. Amen. Nilipowekea mkono, akageuka sana, sema, wewe mchungaji wewe umetoka wapi? Mimi paka 1,500. Akamwambia urongo. Toka kwa jina la Yesu. Amen. Si akatoka. Maana Yesu amelipia gharama. Hakuna mtu ambaye anaweza kulipia maisha yako. Gharama imelipwa kwa vile Yesu alivyofanywa lana. Ikatiririka damu ya msalaba. Maandiko inasema yule anayekufa kupitia msalaba amelaniwa. Yesu akakubali lana kwa ajili yako. Amen. Kwa hivyo simama na Mungu, utayafanya mazito. Amen. Baada ya hapo, huyo mama mchungaji alijivunia sana. Amen. Huyo alikuwa hapa mwana maombi. Kama wewe ni mwana maombi, huyo alikuwa mwana maombi. Akajivunia, anasema, haya basi mimi kile ambacho mnakiona ninakifanya. Nimetoka, ni huyu mama amenifundisha mpaka ni mahali hapa nimefika. Kwa hivyo ninajua kuna kitu amekuja kutuletea. Kila aliyesimama alisema hivyo, na ni kweli kuna kitu kilifanyika. Amen. Gideoni akamwambia Mungu, kama ni wewe umesema nitawaokoa Israeli, si ati ninakufuata Mungu na achana na dhambi. Amen, nimeokoka. Basi iwe hiyo ndio ni basi. Kanisani huendi, ibada huendi, kufunga ufungi, na unasema umeokoka. Urongo. Gideoni akamwambia Mungu, kama ni wewe ambaye utaniokoa, basi hii ngozi nataka nikujaribu kwa mara hii. Maana nimekwambia umetoa umande, sijui ulitoka wapi, nimekamua maji bakuli nzima. Sasa nataka nikujaribu kwa hili moja tu. Amen. Simama na Mungu wako Bwana. Amen. Akamwambia Mungu, sasa ninachotaka
Mpe mkono mwenzako, mwambie mimi ndo na kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na kasoro, yule Mungu aliye juu mbinguni ana uwezo wa kufungua mwanzo, ana uwezo wa kukuponya, ana uwezo wa kukutetea kwa kila jambo. Hata kabla jaribu halijakuja, halijakupata, yule Mungu aliye juu ana uwezo wa kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ukamjaribu Mungu leo. Umeomba hujapata, mwambie Mungu ninakujaribu leo kwa ombi hili. Unene na Mungu wako, si lazima mwingine ajue. Piga simu kule juu, Mungu ataleta majibu. Lakini je, uko sawa? Twende hiyo Waamuzi. Twende hiyo Waamuzi 7 na mstari wa 4. Usikie mambo hayo ambayo Gideoni sasa anayafanya. Bwana akamwambia Gideoni, nimesema nenda sasa 7 na mstari wa 4. Tanza mstari wa 4 mpaka 7. Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno, uwalete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule nitakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nawe, ndiye atakaye kwenda pamoja nawe, na mtu yule nitakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nawe, basi mtu huyo atakwenda. Mstari wa 5. Basi wakaletwa watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakaye yaramba maji kwa ulimi wake kama vile arambavyo mbwa, huyo atamuweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuyaramba wakipeleka mkononi kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. Sikia mstari wa 7. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 walioyaramba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako, lakini watu hawa wote wengine na waende zao kila mtu. Sikia huo mstari wa 6. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuyaramba wakipeleka mikono kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote wakapiga magoti na kunywa maji. Amen. Tuko kwa mitihani. Amen. Lakini yule Mungu aliyekukomboa, yule Mungu aliyekuokoa na neno, ujue huku Gideoni amemwambia Mungu, ukiwa wewe uko pamoja nami, na ya kwamba kupitia kwangu watakombolewa watu hawa, basi na kujaribu kwa njia. Akamjaribu kwa ngozi. Tumeenda huku mahali, Bwana akamwambia sasa Gideoni, twende katika watu ambao sasa Mungu baada ya kwamba amepasi ule mtihani huyu Gideoni, Mungu akamwambia njoo sasa nikwambie. Akawaambia ya
ni kwa bahari, lakini yule atakaye kunywa maji kwa kuyaramba kama mbwa awekwe kando. Yule atakaye kunywa maji kwa kuteka na mikono yake na akunywe, pia naye awekwe kando. Yule atakaye kunywa maji kwa kupiga magoti alafu akunywe, naye hivyo hivyo awekwe kando. Amen. Si kila jaribu linatoka kwa Mungu, si kila jaribu linatoka kwa pepo. Lengine ni mpango wa Mungu, anataka kujua umeokoka ama hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote wanapenda kusema wokovu ni wako. Sasa chunga wokovu wako, na unapochunga wokovu wako utakuwa pasawa. Wale watu sasa mtihani ni huo, wakaingia sasa kwa mitihani. Mwisho wa kwisha Mungu akamwambia Gideoni, wale walioramba maji kama vile mbwa waweke kando, na wale wengine sasa naona walikuwa wamekunywa kwa kuteka, walikuwa wanapiga magoti wakakunywa, akaambiwa waweke kando. Sasa hao wakuteka na mikono na kunywa, na wale wakupiga magoti wakaambiwa waende zao. Amen. Wewe mwenyewe labda unachelewesha baraka zako, unachelewesha muujiza wako kwa kujiona ya kwamba wewe hufai. Mbele za Mungu ni mtu wa muhimu. Haijalishi unapitia majanga gani, haijalishi unapitia shida gani, Mungu anakujua. Simama tu, si kila siku kulalamika, sijui Mungu huyu utamfanyaje, sijui Mungu nitafanya nini, sijui itakuwaje. Yule Mungu aliye juu anakuona. Si kazi yako kulalamika. Nenda mbele za Mungu, piga magoti, mwambie Mungu nimechoka, nimechoka, nimechoka. Uone kama Mungu hatajibu. Amen. Mungu akamwambia Gideoni, sasa hao waliokunywa maji kama mbwa, hawa ndio shujaa ambao utaenda nao kupigana vita. Amen. Lazima watu wa Mungu musimame. Huo wokovu si bure. Mungu amekuokoa. Kuna kitu Mungu anakitengeneza ndani yako, na siku itafika. Itapofika hiyo siku, kusiwe na malalamiko yoyote, maana huyo Mungu anakujua hata jinsi wewe unavyojijua. Amen. Labda Gideoni huyo alishangaa, wale waliokunywa maji kwa kuyateka, wale waliokunywa maji kwa kupiga magoti na kunywa, labda walikuwa ni viongozi wa kanisa, labda walikuwa ni wamama wa kanisa, ni vijana waimbaji wa kwaya, lakini Mungu akasema waachilie. Pe mkono mwenzako, mwambie achilia. Achilia kile kizuizi ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine niliwaambia ushuhuda wa mlevi. Hii sijui ni ya ukweli ama ni ya urongo, lakini huyu mzee alikuwa mlevi ile chakari. Akitoka leo nyumbani atarudi wiki inayokuja, tena siku kama hiyo ametokea leo. Akapitia kwa njia zake, na yuko na kile kijerikeni sasa cha lita 5 kile cha tembo. Anaenda akikunywa, kitakapoisha anangweni ajaze na endelee kunywa. Hataki kujua ni wapi kutakuwa jioni kwake. Lakini bibi yake ni mtu ameokoka, anaamini Mungu, anaomba Mungu. Amen. Akafika mahali sasa, ni siku ya 3, ni siku hii naona ilikuwa ni siku ya 4 ama siku ya 5. Akapitia kwa kijiji, yani katika hiyo njia anayoenda akapitia, kuna mji, kuna boma ambalo liko karibu na hiyo njia. Watu wamejazana hapo, kuna mgonjwa hapo, yani ni kama wamevunjika moyo, wamekata tamaa. Mwenye kulia analia, mwenye kushika kichwa anashika, mwenye kufanya aina zote. Amen. Yule mlevi na ulevi wake, ni siku ya 5 akaenda mahali hapo, akawaangalia. Unajua mlevi ile design yake, mbona hamuitiki ama nyinyi ni walevi? Unajua ile mlevi vile huwa anatembea. Akaenda akawaangalia kwa ujasiri, yule ananena hivi, yule ananena hivi. Mwisho akawauliza akasema, kwani shida ni nini? Ni mlevi huyo.
boma yenu, hujulikani umeokoka. Amen. Akaambia, mama ke fulani amekuja kutoka Mombasa, umepika chakula, haya tuombee mwanangu. Nimeombea jikoni. Amen. Kisa na maana hutaki kujulikana kama umeokoka. Hasa mwanzo ukiwajua ni wabaya hutaki. Huyu mwanamume akawauliza, shida ni nini? Shida ni huyu yuko mgonjwa. Tumeenda hospitali, tumebeba mikono. Sasa kazi ni hii. Maana yule mtu mgonjwa anaenda kukata moyo, anaenda kukata roho, maana ugonjwa umekuwa sugu. Amen. Yule mlevi akamwambia, haya ni madogo. Huyu mgonjwa huyu atapona sasa hivi. Amen. Wale watu wakashangaa, atapona sasa hivi, na maneno yanayosema ni ya mlevi. Ni vipi? Unaweza ukawa unadharauliwa kwa njia moja ama nyingine, lakini una kibali kwa Mungu. Amen. Itafika wakati uambiwe hapa kwa boma mazungumzo hayawezi kufanya, mpaka mzee fulani awe hapa, mpaka mama fulani awe hapa. Lazima umesimama kwa zamu yako. Amen. Mlevi akaweka kile kijerikani chini, akaanza, Mungu uliye juu, wewe unayeabudiwa na mke wangu Elizabeth, mponye huyu. Sasa alikuwa anajua wokovu wa mke. Wangapi ambao mabwana zao wanajua wokovu wa? Mbona mikono yanyoshi? Ama mna mabwana? Amen. Mponye huyu shetani akaweze kushindwa, afunguke na aondoke hapa. Maana wewe Mungu unaponya. Wewe unayeabudiwa na yule mke wangu anaambia watu wakifunguka, basi mponye wewe Mungu wa mke wangu. Akaomba akamaliza. Achukua kidoli chake, shikilia. Safari kaendelea. Wale wakabaki wakishangaa. Tena kabla aondoke akaambia, mimi natoka mahali fulani, bibi yangu ni mwombezi, anaitwa Margaret. Mkitaka na ulevi wake. Sasa wale watu wakajaa maswali, kwa sababu ameambiwa ni mahali fulani, na alipoombewa yule mtu tumbo lilikuwa limejaa, akaanza kutapika, akaarisha mpaka ile tumbo likarudi vizuri, akasimama. Ambao watu walikuwa wanalia, imeisha. Mwambie mwenzako, shikilia imani na usikate tamaa. Endelea kuomba tu, siku moja itayo hiyo siku lazima Mungu atatenda jambo. Kaendelea na ulevi wake. Yule mgonjwa alipopona wakaulizana, basi twendeni akaombewe zaidi, sije akarudiwa. Wakashika njia, wakaenda. Mimi naona kama ilikuwa ni asubuhi hiyo. Wakaenda, wakafika huko, wakaenda wakauliza, hapa ndio kwa Margaret. Margaret mwenyewe hata anaosha masufuria hana habari. Mumewe anajua anarudi baada ya siku 7. Lakini ushuhuda wa kwake umefika huko. Amen. Sema, maombi yangu na yamfikie Mungu, yasimfikie mchungaji. Mchungaji pia maombi yake na aseme yafike kwa nani? Amen. Walipoingia kwa lile boma, Margaret hata anasugua masufuria, akatoka, hapa ndio kwa Margaret. Basi sisi tumetoka hiyo ng'ambo ya pili huko, tulikuwa tuna mgonjwa ambaye alikuwa hali mahututi. Kukapitia mwanamume mlevi, maana anaona hakuambia jina. Sasa jina likawa ni mwanamume mlevi, lakini alikuwa amewaambia ya bibi yake. Akasema kwamba sasa yule mtu akaomba kwa jina la mkewe ambayo niyo Margaret. Sasa na tena akatuambia tukiwa na shida tuje huko. Sasa tumekuja ili tukujue na tuende ukamuombee, maana Mungu amefanya. Yule mama akabwaga masufuria, akasimama,
Akasema, amina, jina la Mungu na litukuzwe. Lakini huyo mlevi wenu huyo hajafika hapa mpaka kesho, ndio siku yake atarudi. Amen. Mwambie mwenzako Mungu hachelewi. Mlevi hajafika nyumbani, lakini Mungu amefika, maana amemponya mgonjwa. Gideoni akamwambia Mungu ya kwamba kama ni wewe ambaye unasimama ndani yangu na unasema nitaokoa hawa watu, kwa kuwa mimi ni shujaa na kujaribu kwa hii ngozi. Akaona majibu yake. Sasa ameenda anaambiwa watu ndio hawa utakaoenda nao vitani. Amen. Lazima mtu wa Mungu kama umeokoka ukasimame kwa vita. Maana kila unalolifikiria kulitenda, kila unachokifikiria kukifanya, Mungu amekifanya. Shetani amejua. Amen. Mtoto wangu tangu hii wiki alikuwa ni mgonjwa. Amen. Lakini hiyo juzi Ijumaa, Mungu amefanya jambo la maajabu zaidi ya yote. Anaombewa hapa, akamaliza kuombewa, Mungu akanena ya kwamba huo ufalme uliomuletea magonjwa sasa uko huko nyumbani. Kwa hivyo watu wakaombe. Ilikuwa maajabu. Najua hiyo sasa ndio jeshi la Mungu lile ninalozungumzia mahali hapa. Maana kila mmoja aliyeshika hiyo njia yuko mbio. Amen. Na ikabainika, Mungu akanena ya kwamba sasa hao watu, mwanamume mwanamke, wameshikilia jeneza, wanataka kuliingiza pale ndani ili huku sasa yatimie yale yao. Lakini Mungu ni nani? Tulivyoingia mahali hapo na tukaomba, hiyo baridi ya mapepo iliondoka, kichwa kuuma cha mapepo kiliondoka, magonjwa yote ambayo alikuwa nayo yaliondoka. Na tulipomaliza kuomba huko nyumbani, tukaja hapa, tukaomba, maana ndivyo Mungu alikuwa amesema. Amen. Lazima usimame kama wewe mwokovu na uwe tayari kwa vita. Amen. Sio amepona sasa anapiga keyboard. Asubuhi ndo ameamuka ati tumbo sijui nini, kaambia hauna uwezo. Maana ile baridi ya mapepo ilikuwa pale na kisunzi. Hizo magonjwa zote tumejua ni wapi zinatoka na kwa nini walizileta. Amen. Lakini tunaye Mungu anayeweza. Mjaribu Mungu wako leo. Mwambie Mungu, sikia nikwambie siri. Kama umeombewa, tatizo halijaondoka, jaribu kutafuta Mungu. Hata kama utachukua sadaka na umwambie Mungu, kupitia sadaka hii ninaomba kwa ajili ya hili jambo sugu. Wewe mwenyewe uone kama Mungu atajibu. Gideoni akaambiwa sasa, hao waliokunywa maji kwa kuyaramba kama mbwa, taenda nao. Hao wengine waende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Labda matatizo ulio nayo ni kwa sababu Mungu amekuacha. Taka kujirudi na uchoke na hiyo hali. Choka na hiyo hali na umwambie Mungu, nimechoka. Kwa hivyo simama sasa. Uone kama Mungu atasimama. Mungu si mwanadamu aseme ulichonifanyia siwezi nikakutendea. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umesimamaje na Mungu wako? Unasema nini juu ya Mungu? Umesemaje juu ya Mungu? Maana Mungu anasema nitakuokoa. Amen. Kwa hivyo hata shetani akutese kiwango gani, lakini mwambie Mungu, mimi najua nitakombolewa. Hii hali niliyo nayo lazima Mungu utanikomboa nayo. Najua tatizo liko hapo ni kwamba tumebeba zile shida, tumebeba lile tatizo kwa ni langu. Nimesimama nasema ugonjwa wangu wa kuumwa na kichwa huu, sijui ni lini utaondoka. Sasa wewe siku baada nyingine unakuja kuombewa, ule ugonjwa uko pale pale, maana ni wako. Lakini nenda ukampe Mungu sasa. Mwambie Mungu, nimechoka na hili, niondolee. Amen. Mimi naona ya kwamba walipoenda, lile jeshi aliyoambiwa na Mungu liko tayari, lazima walienda wakapigana na wale Midiani walishindwa. Yule pepo anayekutatiza
umefungwa tu. Sema katika jina la Yesu, hiyo roho ishindwe. Mungu mwenyewe ajitukuze. Uone kama Mungu atakufungua. Amen. Pepo amesimama sahi kuleta magonjwa. Lakini wewe uliye wa Mungu, usifadhaike. Uko na Mungu. Kama Mungu ametaka upitie hayo, lazima upitie. Lakini Mungu atatoa njia. Sasa wacha kuvunjika moyo. Ondoa shaka na usimani. Si Mungu awabariki. Sasa wale wagonjwa, wale wameshikwa na yale magonjwa, waje hapa mbele ili tukaombe. Nataka kudili na hao. Hata kama wewe huwezi kuja kusimama, si pepo amekuja viungo vyako, tupige magoti hapa. Tukiomba tukifika mwisho lazima Mungu awatende jambo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuinua na kuhimidi una uwezo. Jina lako likatukuzwe na likahimidiwe. Neno lako ndio hilo limepita. Wacha Mungu sasa ukafungue watu wako, ili jina lako likatukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Nimesema kama wewe ni mgonjwa wa aina zote, wewe mstari wa mbele. Na nyinyi wengine piga makofi yako na ukija huku mbele. Jambo ni lile lile kuomba. Jambo ni lile lile kuomba. Wewe piga makofi na uimbe zaidi ya hivyo unavyoimba. Ndiposa unapoimba hilo pepo lililo ndani yako, halijalishi ni la kabila gani, Mungu ataliondoa. Jambo ni lile lile kuomba. 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 Wewe piga magoti. Jambo ni lile lile kuomba. 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 Wewe piga magoti, piga makofi. Nimesema kama unaumwa kiwango cha kwamba huwezi ukasimama, weka kiti na uketi. Naamini tu Mungu ambaye amekukomboa ana jambo atalifanya. Jambo ni lile lile kuomba. 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 Piga makofi. Ya juu, 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 juu.
wako. Sasa Baba, kashuka ukutane na watu wako ili ukainuliwe na ukatukuzwe, maana unastahili. Uwezo uko na wewe Yesu, na sifa uko nazo wewe Jehova. Nashuka chini mimi, nashuka chini. Shuka chini Baba, wewe uinuliwe. Shuka chini, nashuka chini. Shuka chini Baba, wewe uinuliwe. Nashuka chini. Nashuka Yesu. Nashuka Gosia. Shuka chini Baba, wewe uinuliwe. Shuka sasa. Mwambie Mungu ninashuka, mwambie Mungu nashuka. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Niwe Baba, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Nashuka chini. Nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Niwe Yesu, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Ninashuka Yesu, ninashuka Masia. Nashuka chini. Asante Yesu. Nashuka chini Baba, wewe Uinuliwe Yesu, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, Shuka waponye, shuka waponye Yesu. nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Niwe Yesu, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Baba, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Niwe Yesu, nashuka chini mimi, nashuka chini. Nashuka chini Baba, wewe uinuliwe. Ninashuka Yesu, ninashuka. Ninashuka Yesu. Shuka mbele za Mungu. Nenda mbele za Mungu. Nenda mbele za Mungu. Nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu nimeshuka. Mwambie Mungu nimeshuka. Mwambie Mungu nimeshuka. Mwambie Mungu nimeshuka. Shuka, 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 shuka. Asante Bwana Yesu. Wewe ni Mungu unaweza mambo yote. Hakuna Mungu aliye kama wewe Masia. Hakuna Mungu aliye tumaini lako Baba. Tazama neno lako limesema wewe ni Mungu unayeweza kuokoa. Uliyeokoa Mungu wa mbinguni. Ukamkomboa Daudi, ukamkomboa Gideoni na nyumba yake yote.
Mungu uishie milele, kashuke Bwana kwa ajili ya mama huyo, ukamfungue, ukamponye na ukamweke huru, maroho yakashindwe. Mungu wa mbinguni, namleta mama huyo, pepo la kichwa kuuma, mwili kuuma, mwenye kuvunja vunja viungo, weka ndani ya moto. Yesu choma, Yesu choma kwa uweza wako, katika jina la Yesu. Mfungue Baba na ukaweze kumuponya kwa uweza wa Mungu. Namleta mama huyo mikononi mwako, ninamutakasa, ninamutakasa. Enyi maroho haya, hameni, haya hama sasa. Nasema hama, nasema hama, nasema hama, nasema hama. Weka moto Yesu, weka moto Jehova, weka moto, weka moto Yesu, weka moto. Ameni. Kusanyeni ufalme wenu haraka, kusanya mizimu yenu, kusanya ufalme wenu. Nateketeza hizi maroho, nazichoma wakao. Mungu wa mbinguni, navunja hizi falme, navunja, nang'oa Yesu, nang'oa Yesu, nang'oa yaliyosimama kwenye kifua. Mungu nang'oa, navunja vunja katikati. Wewe ni Mungu unayeweza, kashuka mwenyewe na kila kitu nang'oa, kila kitu nang'oa, kila kitu nang'oa, kila kitu nang'oa, kila kitu nang'oa. Enye maroho za waganga la uchawi, ninazing'oa, za kuuma na kichwa, ili kuvunjika vunjika, ninang'oa kwa nguvu za moto, katika jina la Yesu. Mungu ishie, namleta mama huyo, mutakase, takase kwa damu ya Yesu. Pepo aliyesimama kuleta kichwa kuuma, kuleta mwili kuuma. Wewe ni Mungu unayeweza yote, wewe ni Mungu uliyetumaini la wote na wa majeshi, hilo jina lako lenye uwezo na mamlaka. Navunja, 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 navunja. Changanyikiwa, haraka na uende, haraka, haraka. Wewe unayechanganya pepo la kuteuka, niweke moto, niweke moto, niweke moto na kumchanganya. Weka moto, weka moto, moto. Navunja katikati. Wewe ni Mungu unaweza yote, namleta mikononi mwako. Takase kwa damu ya Yesu, ufungue kwa uweza wako, na uweza wako kawe juu yake. Mapepo kusimama, tatiza maisha yake, ninang'oa, ninavunja, ninabomoa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni, namleta mama, namtakase. Pepo la kuuma na kichwa, pepo la kuvunja vunja viungo, kuleta Bwana, kuleta kichwa vunjika, vunjika. Ni roho na bomoa ndani ya katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unaweza, wewe ni Mungu uliye juu. Ninamtakasa baba yangu Yesu, kilicho ndani yake nang'oa, 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 nang'oa. Shuka na moto, shuka na moto, shuka na moto. Teketeza falme zote katika jina la Yesu. Namleta kwako mama huyu, mfungue na mponye, mtetee Yesu, piganie na mshindanie. Namleta kwako Bwana, nenda ukamuponye kwa jina la Yesu. Kwako Bwana namkabidhi, kaachilie utakaso, kaachilie nguvu zako. Haijalishi yenye maroho mliosimama Jehova, ninakamata mateka, ninavunja, ninabomoa mitego yote, falme zote za wakuu wa giza. Na washa moto, na washa moto, na washa moto miungu yote, miungu Baba ya madhabahu za ukoo. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto, weka moto, weka moto. Roho zinazotuma, maana ni mwingi wa neema, maana ni mwingi wa ushindi. Baba yangu na Mungu wangu, toja mbele za uso wako. Tazama Mungu wa amani, neno lako limetuambia unakomboa watu wako, unawaokoa. Shuka ndani ya mtu hizo magonjwa Baba zilizowaandama, shuka na moto wako ndani ya vichwa vyao, ndani ya viungo vyao, ndani ya mwili yao yote. Nenda ukatakase mapepo na mashetani kusimama ndani yao, weka ndani ya moto katikati. Bwana wa Mungu unaweza yote na unatosha. Baba, ninawakabidhi kwako, nenda ukawafungue na ukawatendee mema. Hizo magonjwa zilizoandama za kuwavunja vunja viungo vyao, weka ndani ya moto na ukachome katika
Kristo. Baba, ninawatakasa kwa damu ya Yesu, wakafunguliwa na wakawe huru. Neno hili Jehova likaponye mtu na likafungue mtu, na jina lako litukuzwe. Naweza yote na unatosha, hakuna aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Pigie Mungu makofi. Kama uko sawa niwekwa, lakini isiwe sababu ya huyu mtoto aje akuwe teja, kwa sababu unamlea utundu, upumbavu. Utaki kwa apigwe, utaki kumfanya kitu kwa sababu ulipitia mengi. Lazima ukamlee mtoto katika njia ya Mungu ili anapokuwa akaweze kuifuata hiyo njia. Amen. Sasa nitamwombea mtoto huyu kwa sababu ni mambo mengi ambayo yamepita, lakini leo tunamwombea ili kwamba Mungu akamlinde. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta mtoto huyu mikononi Jehova. Tazama Mungu ishie milele na kutawala. Najua ulimleta chini kwa na mkabidhi mikononi mwako kaweze kumtawala. Mapepo na mashetani kusimama na weka moto choma katika jina la Yesu. Mzingire mtoto huyu kwa damu yako takatifu, mzunguke na nguvu za moto, na weka kengele juu ya mtoto huyu. Mapepo na mashetani yanapobisha kona zote kwa ajili ya kumtatiza mtoto huyu, wacha Mungu wa mbinguni mtoto huyu akalie paka mamake ajue ni nini kinachotendeka. Na mwekea ulinzi Mungu wa mbinguni, ukamlinde, ukamtetee na ukampiganie na falme zote. Mwenye nguvu ni wewe na mwenye mamlaka ni wewe Jehova. Mtoto huyu azingire kwa damu ya Yesu. Naleta mamake na babake mikononi mwako, kawazingire kwa damu yako takatifu, kawape nguvu ili Mungu wa mbinguni wakawe nacho cha kuweza kutoa. Ni kwa ajili ya mtoto huyu Jehova, asikose chakula, wasikose chochote. Ni kwa ajili ya mtoto huyu Mungu, ili masia nyumba hii kaweze kuwa ya amani na baraka, mapepo kuinuka yakaweze kushindwa katika jina la Yesu. Namtakasa mtoto huyu Jehova, wachilia ulinzi na nguvu kutokana kwako ni uinuliwe. Hii ni sadaka ya kuwekewa wakfu mtoto huyu. Hivyo Bwana wa majeshi, kutoka siku ya leo mtoto huyu ni wakfu mbele zako, akalinde akatetewe nawe Mungu. Kila maroho na ufalme wa giza zikashindwe katika jina la Yesu. Baba, inuliwa na utukuzwe, maana unatosha. Wewe ni Mungu mwaminifu. Mtoto huyu sasa ni wakfu mbele zako, kaachilie uzima na amani ili utukuzwe. Kwa damu ya Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tunaomba tukiweke mikononi mwa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu. Namleta Makedani mikononi mwako baada ya kufiwa na mamake. Najua ni uchungu na inaumiza, lakini kazi yako haina makosa. Unafanya kama unavyotaka. Hivyo ninamleta mama huyu mikononi mwako, ukamlinde, ukamtetee, ukaachilie ulinzi na nguvu Jehova. Ondoa roho za huzuni ndani yake ambazo zinaweza kusimama kiwango cha kumvunja moyo, zikaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Hivyo namkabidhi kwako mikononi. Baba, umulinde na damu yako takatifu. Na waleta wote waliochangia faraja hizi Baba, nenda ukawatie nguvu na ukatie moyo, maana huo ndio ushirika kama wanadamu. Achilia Mungu baraka zako na nguvu kwa kila mmoja aliyenyosha mkono kwa ajili ya faraja hii. Wacha Mungu usimwache wala usimpungukie. Neema yako tu ikatoshe na utukufu kurudie mbinguni. Naweza yote na unatosha, hakuna aliye kama wewe Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi, nimeomba Jehova na kuamini.